hii. Na sasa ni habari nyepesi. Yetu safari ya habari nyepesi kwa siku ya leo tunajikita kule nchini Marekani, ambapo toka huko polisi katika jimbo la Colorado nchini Marekani wamewaonya madereva wa jimbo hilo ambalo limehalalisha uvutaji wa bangi kwa watawakamata iwapo wataendesha magari yao huku akiwa wamevuta bangi. Hatua hiyo inafuatia madereva kuendesha magari huku akiwa wamelewa, lakini wanapopimwa kiwango cha kilevi miilini mwao, vipimo havionyeshi kiwango cha kilevi katika miili hiyo, lakini wanaonekana wazi wakiwa wamelewa. Hali hiyo inatokana na vipimo vingi vinavyotumiwa na jeshi la polisi katika jimbo hilo, ni vile venye kutambua wingi wa kileo katika mwili wa binadamu kwa njia ya hewa, ambapo dereva hutakiwa kuwema ili kipimo kipate harufu ya pombe. Lakini kwa kuwa bangi haitoi harufu kama ya pombe, imekuwa vigumu kwa polisi na vipimo vyao kutambua kiwango cha kilevi cha bangi, na sasa wanakusudia kutumia vipimo maalum vya kupimia kilevi cha bangi kwa madereva. Lakini huko Marekani, mama mmoja mkazi wa Texas nchini Marekani amehukumiwa kifungo cha miaka 90 gerezani kwa kosa la kumchapa bakora na kisha kumnasisha ukutani na gundi ya super glue mtoto wake wa miaka 2. Kabla kutiwa hatiani na kutupwa gerezani, Elizabeth Escalona, mama mwenye umri wa miaka 45, alifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumtendea mambo hayo mtoto huyo msichana eti kwa sababu anapenda kulialia ovyo. Ili amtulize na kumfanya asimsumbue tena, mama huyo aliamua kumtandika mtoto huyo viboko 6 vya nguvu, kisha akampaka gundi ya super glue na kumnasisha katika ukuta. Mahakama imeelezwa badala ya kutulia kama alivyotaka mama huyo, mtoto wake alizidi kulia kwa sauti kali, jambo ambalo lilimfanya mama huyo naye azidishe sauti ya redio yake iliyokuwa ikipiga muziki kwa kiasi cha kufanya majirani waite polisi, na ndipo kadhia hiyo ilipogundulika. Hukumu ya kifungo cha miaka 90 aliyopewa mama huyo inaweza kupunguzwa baada ya mama huyo kukaa gerezani kwa miaka 30 ya kalenda na sio ile ya kijelajela inayosabika usiku na mchana, kama siku 2 tofauti. Saa 2 yaelekea kuwa na dakika 3. Hizi ni nyepesi toka Radio 1 Stereo. Hii nimekutana nayo katika hospitali moja jijini Dar es Salaam, ambapo wagonjwa wawili walifikishwa katika hospitali hiyo, lakini kimuonekano wanaonekana vile pamoja na ugonjwa wao walikuwa tayari wako chakari kwa kilevi. Sasa elekea huko walikokuwa, either walidundana au kuna kitu kiliwapata mpaka wakajikuta wamefikishwa mikononi mwa daktari. Sasa nikiwa napita karibu na chumba kimoja ambacho ndani kina daktari na humo ndani kuna wagonjwa wawili, nilifanikiwa kumsikia yule daktari akiwa anaongea na wagonjwa wake hao. Ya daktari kwa upole kabisa akawaambia waungwana, hivi mnafahamu kwamba pombe inaua polepole? Daktari akawaambia wale jamaa waungwana, hivi mnajua kwamba pombe inaua polepole? Mlevi mmoja akadakia akamjibu, wewe dokta vipi? Kwani nani kakuambia sisi tuna haraka? Tanzania's favorite radio station. Radio